Washiriki wa biashara ya utumwa katika pwani ya Afrika Mashariki ni mataifa mbalimbali, ikiwemo sisi wa Afrika wenyewe, Waarabu, Waingereza, Wareno, Wafaransa, Waajemi pamoja na Waholanzi. Kuna msemo wanaosema watu, umewekwa kwa Kiingereza lakini tafsiri yake, watu wanawaita Waafrika Waafrika wamechukuliwa kuwa watumwa, lakini si kweli. Waafrika walichukuliwa hapa kwenda kufanywa watumwa sehemu nyingine. Mtazamaji wa Leaders TV, leo tena tupo maeneo ya ukumbi wa Sheikh Idrisa Abdul Wakil Kikwajuni mjini Zanzibar. Tupo katika kongamano maalum la siku ya maadhimisho ya ukomeshwaji wa utumwa hapa Zanzibar. Tukio hili la kihistoria linatufanya tutafakari, tukumbuke na tudumishe amani, usawa, uhuru wa binadamu. Na tukawasikilize wataalamu wa historia kuhusu kongamano na siku hii adhimu ya ukomeshwaji wa biashara ya utumwa hapa Zanzibar. Nikusihi kuwa nami mwanzo hadi mwisho wa tukio hili. Ninaomba tena kumbushia kila siku mpaka ifahamike kuwa kumbukumbu hii ni muhimu hata katika medani za maazimio ya Umoja wa Mataifa kama nilivyosema hapo awali. Program kama hizi zinatambuliwa chini ya shirika la UNESCO na ni program inayojulikana kama International Day for Remembrance of the Slave Trade and its Abolition, yaani siku ya Umoja wa Mataifa ya kumbukumbu ya madhila haya ya utumwa na harakati za upigaji marufuku wa biashara hiyo ya utumwa. Na kwa kweli wenzetu wengi ulimwenguni walikuwa tayari kalenda hii imo katika kalenda zao za matukio ya kitaifa, na kwa bahari ya Hindi sisi hapa Zanzibar na hasa Tanzania tunaungana na wenzetu wa upande huu wa bahari kama vile visiwa vya Mauritius, Seychelles, Reunion na vinginevyo katika kuadhimisha siku hii. Moja ya nia za kukumbuka programu hizi pia ni kukumbuka na utambuzi wa changamoto za hivi sasa za karne hii ya 21, njia zile za utumwa katika mazingira mengine ya karne ya 21. Kwa hiyo kila mtu anapaswa kuunga mkono jitihada hizi za kumbukumbu kama hizi kwa dhati, za kufungua kurasa mpya katika kalenda yetu ya urithi wa mambo ya kale. Na kwa kipekee kabisa tunawashukuru sana wadau wote kwa kuzidi kuwa nasi, kutuunga mkono jana, leo, lakini pia inshallah kesho tutaweza kuungana pale katika kanisa la Anglikana katika ibada maalum ambayo ndiyo itakuwa ni kilele cha maadhimisho haya ya kitaifa ya jambo hili. Kupitia hiyo biashara ya utumwa kuna mambo mengine ambayo yalijitokeza, kwa mfano uenezaji wa tamaduni na dini, lakini uenezaji wa lugha ya Kiswahili, ukuaji wa miji ya kibiashara kama Kigoma, Tabora mpaka Bagamoyo. Lakini katika ukuaji wa biashara ya utumwa kuna ukuaji wa bandara, ukuaji wa miundombinu, kuimarika kwa biashara zingine kama za shaba, pembe za ndovu. Kuna biashara za mabadilishano kutoka bara la Asia na Ulaya kama vitambaa, shanga na chumvi, na ongezeko la uchumi kwa wafanyabiashara. Tunaona kwamba ukienda Bagamoyo utaona kuna majengo. Kwa mfano hili jengo la Caravanserai ilikuwa ni jengo lililojengwa kwa sababu ya biashara ya watumwa kama nyumba ya kufikia wageni. Kwa hiyo ina maana kuna uchumi uliongezeka kwa wafanyabiashara na hata majengo mengine yakatumika. Lakini si kwamba hii biashara utumwa ilikuwa nzuri sana. Zipo athari nyingi ambazo zimesababishwa na hizo biashara utumwa. Ni muhimu kutambua kwamba faida hizo nilizozitaja haziwezi kufidia madhara makubwa ya kibinadamu, kijamii na kiuchumi yaliyotokana na biashara hiyo. Mojawapo ni pamoja na udhalilishaji na uharibifu wa maisha ya mamilioni ya watu, upungufu wa nguvu kazi kwa sababu
jamii kubwa ya vijana na wanaume wamekuwa wakiingizwa kwenye hiyo biashara, kuvuruga jamii na utawala wa jadi, kukamisha maendeleo ya Afrika kwa muda mrefu. Yamkini nguvu kazi singekuwa inachukuliwa na kuingizwa kwenye hiyo biashara, tungekuwa na maendeleo zaidi ya tulivyo sasa. Lakini pia kupotea kwa maliasili za taifa. Hapo pembeni nimeweka picha inaonyesha biashara ya pembe za ndovu ambayo yenyewe pia ilikuwa ikifanywa katika kipindi hicho cha biashara ya utumwa, kwamba walikuwa wanabebeshwa hizo pembe za ndovu. Kwa hiyo tunaona kwamba maliasili za taifa zilipotea. Kanisa kwa ujumla wake lilihusika sana na kwa namna ya kipekee katika juhudi za mapambano ya kukomesha biashara ya utumwa kwa njia ama kwa namna mbalimbali. Na lilichukua jukumu hili muhimu ambalo lilikuwa na sura nyingi katika kukomesha biashara ya utumwa katika maeneo haya ya Afrika Mashariki na Kati. Na ushawishi wa kanisa ulionekana kupitia njia mbalimbali. Lakini hapa nitaeleza njia kuu 4 kwa ufupi sana. Njia ya kwanza, kwa sababu kanisa lilihusika katika kueneza dini ya Kikristo ama mafundisho ya Kikristo, kwa walitumia njia ya dini kukomesha biashara ya utumwa. Lakini njia ya pili ilikuwa ni njia ya kijamii, tutaona huko mbele. Njia ya tatu ilikuwa ni ya kisheria na njia ya 4 ilikuwa ni ya kisiasa. Kwa kupitia njia hizi 4 ambazo nimeorodhesha ama nimetoka kutaja muda mfupi uliopita, kanisa sasa kwa kushirikiana na wamishionari, watawala wa kikoloni, pamoja na wale viongozi wa kienyeji ama viongozi wa jadi, walishirikiana pamoja katika kuvunja mfumo huu wa utumwa ama mfumo huu wa biashara ya utumwa kwa Afrika Mashariki na Kati. Kwa hiyo mchango wake ulionekana katika maeneo gani? Mchango wake ulionekana katika maeneo yafuatayo. Yako mengi, lakini katika uwasilishaji huu tutataja kwa uchache. La kwanza ilikuwa ni uinjilishaji na ukombozi wa watumwa. Uinjilishaji na ukombozi wa watumwa. Wamishonari wa Kikristo walioko chini ya UMCA, CMS pamoja na ile misheni ya Wakatoliki walikuja Afrika Mashariki pamoja na Afrika ya Kati kwa lengo la kueneza ama kuanzisha dini ya Kikristo. Wao walifundisha mafundisho ya Kikristo, walihubiri injili ya Kristo, lakini pamoja na kutoa huo injilishaji walizidi kupambana pia na biashara ya utumwa ambayo ilikuwa inamnyanyasa sana mwanadamu kwa njia mbalimbali. Kwa hiyo walifanya kazi kubwa mno katika kukomesha biashara ya utumwa. Kwa hiyo ili wafanikiwe katika kufundisha neno la Mungu, ilibidi huyu anayefundishwa awe huru, atoke katika vifungo vile vya kitumwa. Na hapo kuna wamishonari mbalimbali ambao walifanya kazi pamoja na kanisa katika kupambana na kukomesha biashara ya utumwa. Kwa uchache nipende kumtaja Dr. David Livingstone pamoja na Askofu Edward Steer. Mimi sizungumzii biashara ya utumwa, nazungumzia utumwa. Hivi ni vitu viwili tofauti. Biashara ya utumwa kwenye historia ya Zanzibar ilifika kikomo mwaka 1873 baada ya soko la watumwa kufungwa. Lakini utumwa uliendelea kufanyika rasmi, ulipigwa marufuku kwenye mwaka 1897 au wengine wanasema 96. Na utumwa ule ambao unahusisha masuria, tutazungumza huko mbele, ulikwenda mpaka kwenye mwaka 1909, wengine wanasema na 11. Kwa hiyo huo ndio ambao unauzungumza mimi, utumwa. Sasa nitazungumza mchango wa Uislamu ama njia ambazo Uislamu ulikuwa umezipita. Hiyo nayo ikapelekea baadhi ya watumwa wakapata uhuru
katika historia ya Zanzibar. Kwenye slide yangu unaweza ukaona pana sura Nur, ambayo hiyo ni moja ya sura zinazoonyesha Uislamu unavyoweza kumpa uhuru mtumwa, na hiyo ilifanyika katika experience ya Zanzibar. So nikianza na utangulizi, naweza kusema historia ya ukombozi wa watumwa Afrika ni pana sana na imeandikwa sana. Ukisema msikilize mwanafunzi wa sekondari sasa hivi, nikisema tu nimuulize nani ambaye alistopisha biashara utumwa, ataniambia wa missionary, si ndio? Kwa hiyo ni kitu ambacho tumezoea, tumekuwa tukifundishwa mchango mkubwa sana wa missionary katika kustopisha biashara utumwa. Na mimi napenda nisisitize hapo kwamba walichangia sana kwenye kusitisha biashara utumwa. Lakini kitu ambacho hakizungumzwi sana ni mambo mawili. Kwanza, haizungumzi mchango wa Afrika. Wingi wa missionary tunaosoma maskulini ni wazungu. Ni kama vile inaonekana wageni walikuja wakatusaidia kustopisha biashara utumwa. Kwa swala la kujiuliza, hivi Waafrika walikubali kweli kufanywa watumwa? Sidhani kama walikubali. Kwa hiyo ni nini ilikuwa mchango wa Afrika? Katika miaka karibuni, Daktari Nyanto ataifuata baada mimi, kuna project walifanya za kuangalia mchango wa Afrika wenyewe kwenye kustopisha biashara utumwa. Na moja ya mchango huu ilikuwa ni kukimbia. Kama unaona madhila yamekubana na una nafasi ya kutoroka, ni kutoroka. Lakini hiyo sio mada ambayo nazungumza mimi. Mada ambayo nazungumza mimi ni Islamic manumission, ambayo tuseme ni ukombozi kwa njia ya Kiislamu. Biashara ya utumwa Zanzibar ilishamiri mnamo karne ya 19 baada ya mfalme Said Saidi kuja Zanzibar. Kuhamia kwa Said Saidi ambaye ni mfalme wa Zanzibar aliyetawala kuanzia mwaka 1804 mpaka 1856 kutoka Omani kuja Zanzibar kuliimarisha sana biashara kwenye mwambao wa Afrika Mashariki, ikiwemo biashara ya utumwa na utumwa wenyewe. Mtazamaji wa Leaders TV, ni matumaini yangu kwamba umeelewa mengi kuhusu historia, athari zake na ni upi wajibu wetu kwa sasa katika dunia isiyo ya unyongaji wala makabila. Kumbukumbu hizi ni mwelekeo mpya sasa katika kutunza na kuheshimu utu, amani na haki kwa wote. Nikiripoti kutoka ukumbi wa Sheikh Idrisa Abdul Wakil Kikwajuni mjini Zanzibar, mimi ni Mariam Said, Leaders TV. Wajibikaji ni msingi wa maendeleo.